Kwa sasa hatuteketezi wanyama wazururaji, tunawatibu wanyama. Nadhani mtashuhudia kwamba ni mwezi mmoja uliopita tulikuwa na utibabu kwa maana ya chanjo ya wanyama, ili sasa wanyama wawe rafiki badala ya kuwa na wale wanyama ambao walikuwa ni kero. Kwa hiyo hatuna mpango wa kuteketeza. Nadhani tuelewane pia kwamba wanyama wale wapo kwa malengo maalum, ila wanaowatumia vibaya, basi nichukue fursa hii kuwaambia kwamba kila mnyama atumike kwa malengo mahususi. Wale ni walinzi majumbani na mashambani. Ni wale uliosema wale kima ambao hahitajiki. Ukimweka mbwa tu pale, kima hawezi kufika. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea na utibabu pamoja na kuchanja kwa maana ya kukinga, ili wasiwe na madhara kwa binadamu. Maeneo ambayo tutayatumia ni maeneo yote ambayo yanatumika kwa kilimo, lakini yanakosa kutumika wakati wa ukame. Kwa hiyo maeneo yote Unguja na Pemba ambayo tumeyaona kwamba wakati wa ukame, wakati wa jua kali, hayawezi kutumika kwa kilimo, yatakwenda kutumika kwa mazao mbadala. Ekari tunazozilima kwa sasa mpunga Unguja na Pemba za umwagiliaji na zile ambazo tunategemea mvua ni takriban ekari 7,000. Hekta 7,000. Hekta 7,000. Kwa hiyo tafiti tunaanza moja, nadhani tukutane maabara. Niwaalike maabara ya kilimo Kizimbani ili tuweze kuona mpunga unaanza kuwa germinated vipi mpaka unafika shambani. Kwa hiyo tunaanzia maabara kufanya tafiti. Tukitoka hapo tunakwenda kwenye vitalu vyetu maalum. Ukiangalia mabonde yote yale yana vitalu maalum kwa ajili ya kuweka tafiti, lakini pia na mashamba darasa. Kwamba wakulima wote piteni hapa. Sisi tunatafiti hapa. Tuendelee. Tunafanya utafiti hapa, lakini eneo hili ni kwa ajili ya shamba darasa. Hichi ni kitalu cha utafiti. Kwa hiyo tukimaliza sasa, tunawapa wakulima kuweka kwenye ploti zao baada ya kujiridhisha kwamba hii inaweza kuota vizuri, inaweza kumea vizuri. Na swala moja nilisahau, la mpunga wapi ule unaitwa Irika. Lirika ni mpunga ambao ulizalishwa kwa wingi, ulikuja kwa nguvu kubwa, lakini nimesema kwamba Wazanzibari wanapenda ladha. Tunasema mpunga huu mwingi, lakini ladha yake sio na mambo mengine kama hayo, lakini haliwezi kufanya vizuri tena kesho kutwa. Ndio maana ya uwepo wa ofisi au taasisi ya utafiti kujua kwamba kwa sasa hili linafanya vizuri, hili halifanyi tena vizuri, na phase out. Kwa ndio kawaida yetu. Tutaendelea kufanya hivyo kila siku. Bila kufanya hivyo tutakuwa hatuna sababu ya kuwa na ofisi au taasisi ya utafiti. Tumetafiti katika mbegu mbalimbali za muhogo, migomba. Tunakuja na linakwenda, alafu tunakuwa phased out. Sasa hivi tunaendelea kutafiti mbegu za mpunga nyingine mpya, na tayari tumeshafikia hatua, tumeonyesha zinafanya vizuri, zinazaa sana, ni tamu sana, zinanukia. Kama zamani walikuwa wanakumbuka mchele wa super. Ukipakuliwa nyumba hii usikilize nyumba ya 10, na kama kwenu kumetukwa muhogo, basi utaanza kusikia harufu. Nadhani tumeelewana.